Qala wa min adabi al-khuruj ila al-masjid, na katika adabu za kwenda msikitini, al-mashyu bi sakinatin wa waqar, ni kutembea kwa utulivu na unyenyekevu. Al-mashyu bi sakinatin wa waqarin, ni kutembea kwenda huko msikitini kwa utulivu na unyenyekevu. Wajibun, na jambo hilo ni wajib, lihadithi, kwa hadithi, idha nudiya bis salati, itakapo nadiwa swala, faatuha wa antum tamshun, iendeni hiyo swala hali ya kuwa mnatembea kikawaida, mwendo wa kawaida. Wa alaikumus sakina, na ni juu yenu kulazimiana na utulivu. Fama adraktum fasallu, kile mtakachokidiriki swalini. Wama fatakum faatimmu, na kile kitakachokupiteni kitimizeni. Umekwenda imamu katika rakaa ya pili, nenda naye, akimaliza kutoa salamu wewe utanyanyuka, akishamaliza salamu zake mbili, akishamaliza kutoa salamu zake mbili, nyanyuka na ukamilishe swala yako. Narudia, akishamaliza kutoa salamu ngapi? Mbili, sio salamu moja. Bali wamefikia kusema baadhi ya wanawachuoni kwamba atakayesimama, atakayenyanyuka kabla ya kutoa ya imamu kamilisha salamu ya pili, swala yake yabadilika kuwa swala ya sunna, yabadilika kuwa swala ya sunna. Kwa hiyo subiri imamu mpaka atoe salamu zake zote mbili, alafu nyanyuka kukamilisha kilichokupita. 5. Qala, akasema rahmatullahi ta'ala alayhi, wa min al-adabi, na katika adab, adh-dhahabu ila al-masjid mashiyan, ni kwenda msikitini kwa kutembea kwa mguu. Adh-dhahabu ila al-masjid mashiyan, ni kwenda msikitini kwa kutembea. Unakwenda huko unatembea kwa mguu, kama si mbali hiki, kama mbali mpaka uende kwa kipando, panda kipando. Mustahabu, jambo hilo lenye kupendezeshwa, li hadithi, kwa hadithi, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat, qal wa kathratu al-khutwa ila al-masjid, na wingi wa hatua za kwenda msikitini. Wa fil hadithi, na katika hadithi nyingine, inna a'dhama an-nasi ajran fi as-salah, hakika wenye ujira mkubwa zaidi katika watu katika swala zao. Inna a'dhama an-nasi ajran fi as-salah, hakika mwenye ujira mkubwa zaidi katika swala, wenye ujira mkubwa zaidi katika swala, ab'aduhum ilaiha mamsha, ni wale wa mbali wao zaidi kuiendea hiyo swala kihatu, yani katika mwendo, yani katika ule mwendo wao ndio wako mbali zaidi kwa mwendo. Ab'aduhum ilaiha mamsha, ni wale wa mbali zaidi kuiendea swala kwa mwendo, yani mwendo wao ni wa mbali zaidi, ambao watatembea mbali zaidi. Fa ab'aduhum, kisha yule anayefuata kwa umbali. Fa ab'aduhum, kisha yule anayefuata kwa umbali. Wa fil hadithi, na katika hadithi, bashiril mashaina fi dhulami ila almasajidi, wabashirieni wale wenye kwenda katika viza kuelekea misikitini. Bashiril mashaina fi dhulami, wapeni bishara wale wenye kutembea katika viza kwenda misikitini. Bin nuri tammi yawm alqiyama, kwamba watapata nuru iliyotimia siku ya kiyama. Wapeni bishara wale wenye kutembea katika viza. Mtu anatoka usiku anakwenda swala ya Isha usiku, au alfajiri kuna kiza, anaelekea msikitini, hawa wapewe bishara ya kupata nuru iliyotimia siku ya kiyama. 6. Wa min adabil khuruj ila almasjid, na katika adabu za kutoka kuelekea msikitini, la yushabbiku baina asabihi, asipachakanishe baina ya vidole vyake. Wajibun, ni wajib kupachakanisha, au yaitwaje, kuumanisha au kuambatanisha. Basi Kiswahili chako mwenyewe utajua, si Waswahili, wa Kiswahili chako utaweka hapo. La yushabbiku baina asabihi wajibun, asifanye hiyo tashbik baina ya vidole vyake, na hilo ni wajib. Fa fil hadithi, katika hadithi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, idha tawadda ahadukum, atakapotawadha mmoja wenu, fa ahsana udhuahu, akautia vizuri udhu wake, thumma kharaja amidan ila almasjid, kisha akatoka akiukusudia msikiti,
fala yushabbikanna yadayhi, asiambatanishe mikono yake, vidole vyake asivipachakanishe. Fa innahu fi salatin, kwani hakika yake yeye yumo ndani ya swala. Yeye anahesabiwa yumo ndani ya swala wakati ule ambao ametoka kuelekea msikitini. Hakuna kilichomtoa yeye isipokuwa ni swala. Wa hadha at-tashbiku al-manhiyu anhu qabla as-salah, na hii tashbiku ambayo imekatazwa hapa ni kabla ya swala, kabla ya kuswali. Amma ba'da as-salati, ama baada ya swala, fayajuzu, ni kwamba yafaa mtu kuambatanisha baina ya vidole vyake wakati kashamaliza kuswali, ingawa wapo baadhi ya wanaochuoni pia wanasema haifai. Kwa nini? Kwa sababu anahesabiwa pia yumo ndani ya swala muda wa kuwa hajasimama pale na muda wa kuwa hajapatwa na hadathi, kwa hadithi ambayo tumeisoma. Lakini shekhe hapa akaenda kwenye kauli ya kwamba amma ba'da salati, ama baada ya swala, fayajuzu, yafaa, lima warada fi qissati dhil yadaini, kwa yale yaliyokuja katika kisa cha dhil yadaini, katika kisa cha dhil yadaini kwenye ile hadithi ya Mtume sallam aliposwalisha akasahau. Bilafdhi, kwa tamko hili, faqama ila khashabatin, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama kukielekea kigogo kilichokuwa pale msikitini, ima yawezekana ile mimbari yake. Faqama ila khashabatin, akasimama kukielekea kigogo. Wa wadaa yadahu al-yumna ala al-yusra, na akaweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wa kushoto. Wa shabbaka baina asabihi, akaviambatanisha baina ya vidole vyake. Kwa hivyo baada ya swala wakachukulia hapo kwamba hii ni dalili kwamba yafaa baada ya swala, kwa sababu Mtume baada ya swala alikaa akaviambatanisha baina ya vidole vyake. Ba, ile ilikuwa ni alif, sawa. Ba, adabu hudhuri almasajid, adabu za kuihudhuria misikiti. Sasa tushafika msikitini. Sasa hizo tulizosoma tunatoka huko tokea kujitayarisha, mtu avae mavazi mazuri, ajitie manukato, anukie, ende msikitini na harufu nzuri na muonekano nzuri, afunike kichwa chake, yote hayo. Sasa adabu hudhuri almasajid, adabu za kuihudhuria misikiti. Fil masjidi, yani pale msikitini. Sasa minha alwajibu, kuna miongoni mwazo ambazo ni wajib. Wa minha almustahabu, na kuna zenye kupendezeshwa. Moja, taqdimu al-yumna inda ad-dukhuli, utanguliza mguu wa kulia wakati wa kuingia, mustahabu, na hilo lenye kupendezeshwa. Qala Anas radiyallahu anhu, amesema Anas radiyallahu anhu, mina sunnati, katika sunna, idha dakhalta almasjida, unapotaka kuingia msikitini, antabda birijlika alyumna, uanze kwa mguu wako wa kulia. Wa idha kharajta, na unapotaka kutoka, antabda birijlika alyusra, uanze kwa mguu wako wa kushoto. Kwa hivyo kuingia kwa kulia, kutoka kushoto. Pili, addu'a inda dukhuli almasjid wajibun, kuomba dua wakati wa kuingia msikitini, na hilo ni wajib. Lihadithi, kwa hadithi, idha dakhala ahadukumul masjida, anapotaka kuingia mmoja wenu msikitini, falyaqul, na aseme, Allahumma iftah li abwaba rahmatik, aombe dua hiyo. Wa idha kharaja, anapotaka kuingia aseme, Allahumma iftah li abwaba rahmatik, ewe Allah nifungulie milango ya rehema zako. Wa idha kharaja, na anapotaka kutoka, faliyaqul, aseme, Allahumma inni as'aluka min fadlika, ewe Allah hakika mimi nakuomba katika fadhila zako. Wa hadithi, na hadithi nyingine, idha dakhala ahadukumul masjida, anapoingia mmoja wenu msikitini, falyusallim ala nabii, amsalimie Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema Allahumma bismillah wassalatu, imekuja baadhi ya riwaya bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Kwa falyusallim ala nabii, amsalimie Mtume sallallahu alayhi wasallam, waliyaqul, na aseme, Allahumma iftah li abwaba rahmatika. Hizo doti hapo zaonesha hicho alichokiondosha ambacho kishatajwa hapo nyuma. Wa idha kharaja, na anapotaka kutoka, falyusallim ala nabii, amsalimie Mtume, waliyaqul, na aseme, Allahumma ajirni minash shaitani rajim, ewe Allah nikinge na shaitani aliyelaaniwa. Tatu, at-taqaddumu ila as-safi al-awwali, kifika msikitini wewe tangulia kwenye safu ya kwanza.
At-taqaddumu ila safi al-awwal, tangulia kwenye safu ya kwanza. Kila mtu anapokuwa karibu na imamu ndivyo anapokuwa na fadhila zaidi. Leo kuna mtu kila wakija watu yeye ajisogeza, asogee hivyo apisha watu hapa. Na lau kama kungekuwa kugaiwa pesa hapa angewapiga wenziwe hapa. Lakini kugaiwa thawabu hapa hazioni yeye sasa hivi. Sasa sie ambao tuziona thawabu au tuziona sie? Si ambao tuziona thawabu hapa, tukimbilieni hapa. Naam. At-taqaddumu ila safi al-awwal mustahabun, kutangulia safu ya kwanza jambo lenye kupendezeshwa. Li hadithi as-safu al-awwalu ala mithli safi al-malaika, safu ya kwanza ni mfano wa safu ya malaika. Walau alimtum ma fadilatuhu, na lau mungelikuwa mwajua nyinyi fadhila zake hiyo safu ya kwanza, labtadartumuhu, basi mungeikimbilia hiyo safu ya kwanza, mungeikimbilia. Ingekuwa mbio watu waifukuzie safu ya kwanza lau mungekuwa mwajua fadhila zake. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam raa fi ashabihi ta'akhuran, mtume aliona kwa maswahaba zake kuna kuchelewa, kuna baadhi ya watu wachelewa. Faqala lahum, mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, taqaddamu, sogeeni, tunatangulieni, fa'atammu bi, nifuateni mimi, waliyatamma bikum man ba'dakum, na watakuja kufuateni nyinyi wale watakaokuja baada yenu. Nyinyi ambao mshakuja tangulieni, sogeeni. Kisha akasema sallallahu alayhi wasallam maneno ya kumkosesha mtu usingizi, la yazalu qaumun yataakharun, hawataacha watu kuwa wanachelewa na kujibakisha nyuma, hata yuakhirahumullah, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atawachelewesha hao kuingia peponi. Hawatoacha watu kujibakisha nyuma na kujichelewesha, isipokuwa Allah na wao atawachelewesha kwenye khairi nyingi. 4. Assalamu ala man fil masjidi, kumsalimia aliye msikitini. Malizie hii kwa ajili ya matayarisho ya swala. Assalamu ala man fil masjidi wajibun, kumsalimia aliye msikitini ni wajibu. Ukiingia msikitini pale ni wajibu kutoa salamu, na ile jambo ni sunna ambayo ni mahajura. Ni wachache ambao tunaingia msikitini alafu tukatoa salamu, japo umemwona mtu waswali, ni sunna kutoa salamu. Ataitikiaje huyu anayeswali? Utaona namna ya kuitikia, au haitikii. Naam. Walau, akasema assalamu ala man fil masjidi wajibun walau kana yusalli, japo kuwa swali. Lima warada an ibn Mas'ud qala radiyallahu anhu, amesema kuntu usallimu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam huwa fi salat, nilikuwa nikimsalimia mtume sallallahu alayhi wasallam hali yakuwa mtume ndani ya swala. Fayaruddu alayya, na mtume akawa ananirejeshea salamu. Falamma raja'na, tuliporejea kutoka wapi? Baadhi ya riwaya zimekuja falamma raja'na min indi Najashi, tuliporejea kwa an-Najashi mfalme wa Habasha, tuliporejea kutoka Uhabeshi huko. Falamma raja'na, tuliporejea, sallamtu alayhi, nikamsalimia mtume. Falam yarudda alayya, mtume hakunirejeshea salamu. Waqala, kisha mtume akasema baada ya kumaliza swala, inna fi salati la shughula, hakika katika swala kuna shughuli. Hii swala hii ni shughuli ya pekee, kwa hivyo usimshughulishe anayeswali kwa shughuli nyingine ya salamu, ya kurejesha salamu. Wa thabata ar-raddu bil isharati, na kumethibiti kuirejesha salamu, kuitikia salamu kwa kuashiria. Bibastil kaffi, kwa kukunjua kiganja, au bil usbu'i, au kwa kidole. Ima kwa kukunjua kiganja kizima au kwa kidole tu, yani kurejesha salamu. Tukakusalimia una swali, ima kwa kuashiria kiganja kizima kwa kikunjua, au kwa kuashiria kidole. Lima warada an ibn Umar radhiyallahu anhuma, wa yale yaliyokuja kutoka ibn Umar radhiyallahu anhuma, sema kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba, alitoka mtume sallallahu alaihi wasallama kwenda Quba. Yusalli fihi, akawa anaswali mtume katika masjidi Quba. Qala, akasema
fajaatuhu al-ansar, wakamjia yeye masahaba wa Madina al-ansari, wakamjia al-ansar, fasallamu alayhi, wakamsalimia, wa huwa yusalli, hali yakuwa anaswali. Qala, akasema, faqultu li Bilal, nikasema kumuuliza Bilali, kaifa raaita Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaruddu alayhim, vipi ulimuona mtume sallallahu alayhi wasallam akiwarejeshea, kwa maana akiwaitikia salamu yao, hina kanu yusallimuna alayhi, pale walipokuwa wakimsalimia mtume, wa huwa yusalli, aliyekuwa mtume anaswali. Qala, Bilali akasema, yaqulu hakadha, alikuwa anafanya hivi. Yaqulu hakadha, alikuwa anafanya hivi, sio alikuwa anasema hiyo alikuwa anafanya hivi. Akifanya vipi? Wa basata kaffahu, akakunjua kiganja chake. Bilal yule aliyekieleza, wa basata kaffahu, akakunjua kiganja chake. Wa basata Jaafar ibn Aun kaffahu, na Jaafar ibn Aun ambaye ni mmoja katika wasimulizi, naye akakunjua kiganja chake. Wa ja'ala batnahu asfala, na akajalia ile tumbo lake chini, yani namna hii, tumbo chini, mgongo juu. Wakati aliposalimiwa akarejesha kwa namna hii. Waja'ala dhahrahu ila fawq, akajalia mgongo wake uko juu, yani hivi. Mtu kasalimia assalamu alaykum, unaswali huko au mageni. Hadithi katika Sunan Tirmidhi hiyo, lakini zimekuja baadhi ya riwaya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akirejesha salamu baada ya salamu ya swala, baada ya salamu ya swala. Wa an ibn Umar an Suhaib radhiyallahu anhuma qala, asema, marartu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, limpitia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akiwa anaswali. Fasallamtu alayhi, nikamsalimia. Faradda alayya, akanirejeshea. Isharatan bi usbu'ihi, kwa kuashiria kidole chake, yani kwa kidole tu, assalamu alaykum. Qala ash-Shawkani, amesema al-Imam ash-Shawkani katika Nailul Awtar, wala ikhtilafa bainahuma, wala hakuna ikhtilafu baina hizi hadithi. Fayajuzu an yakuna, yajuzu kuwa awe alikuwa mtume sallama kuwa, fayajuzu an yakuna, yajuzu kuwa ashara bi usbu'ihi marratan, aliashiria mtume kwa kidole chake mara moja. Wa marratan bi jami'i yadihi, na mara nyingine aliashiria kwa mkono wake wote, kwa maana kuashiria mkono mzima, kama vile ambavyo tumeona. Waffaqa Allahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallah, hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.